Ninakusalimu katika jina zuri la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Yesu Kristo, ambaye siku ya leo ametupatia nafasi ya kuwa hai mimi na wewe ndugu mtazamaji. Nakaribisha sana katika kipindi chetu kizuri cha Prayer Zone. Ni hapa habari maalum, ikiwa ni siku nzuri sana ya Jumatano ambayo nakutana mimi na wewe kupitia fursa hii adimu kabisa, fursa ambayo Mungu ametupatia ili tuweze kusikia neno lake, tuweze kujifunza kutoka kwake, tumshukuru na kumwabudu na pamoja na mambo mengine. Mungu akubariki sana wewe ambaye sasa umetenga muda wako mzuri, wewe pamoja na familia yako kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki. Mkaribishe rafiki yako, mtumie ujumbe, mwambie Prayer Zone iko hewani sasa. Na anayokaribisha ni mtumishi Magoma, Abraham Magoma. Karibu sana na ninakupenda na ninakutakia usikilizaji mwema, ufuatiliaji mwema, lakini pia ujifunzaji mwema. Na mwisho wa siku basi tuweze kufikia yale malengo ambayo Mungu ameyakusudia kwa siku ya leo, ya wewe kufunguliwa, kuponywa, kuinuliwa, kuokolewa, kupewa nafasi ya kumjua Mungu na kupandisha viwango vyako vya ibada na utumishi katika jina la Yesu. Basi kwa wakati mzuri, basi ninaomba sasa niweze kumshukuru Mungu, na hapo ulipo utulie, nimshukuru Mungu, alafu tuanze kipindi chetu cha Prayer Zone, ambayo nitakuwa na sehemu ya kwanza, nitakuwa na neno la Mungu kwa takriban nusu saa, na nusu saa ya pili itakuwa ni maombi na maombezi. Karibu sana. Tuombe. Mwenyezi Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Ni Jumatano nzuri, Jumatano tulivu ya tarehe 3 ya mwezi huu wa 12 2025. Hakika Bwana umetukusanya tena, umetuleta katika nafasi hii ya kukutana mimi na mtazamaji akiwa nyumbani kwake au popote ambako anapata kipindi hiki vizuri. Bwana Yesu, ninakushukuru. Nami ninamwombea mtazamaji, ninamwombea kila mmoja mwenye mahitaji, mwenye changamoto, mwenye mahitaji ya kiroho, ya kimwili, ya kiuchumi, ya kisaikolojia, ya kijamii na kadhalika, akapate kupona kupitia Prayer Zone ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaacha yote kwako, nikiamini kwamba amani yako imetawala eneo hili, imetawala jengo hili, imetawala nchi yetu na kila mahali. Bwana, wewe ni Mungu mkuu ambaye unastahili sifa hata sasa, ni katika jina la Yesu, amen. Ndugu mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu kama nilivyotangulia kusema, na ninaleta somo kwako. Ni mwendelezo wa somo ambalo nimekuwa nalo kwa muda kwa wiki kadhaa nyuma. Leo ni siku nyingine ambayo ninakuletea sehemu nyingine ambayo tutajifunza leo mambo yanayoua moyo wa ibada. Mambo yanayoua moyo wa ibada, au mambo yanayovunja moyo wa ibada, tungeweza kusema hivyo, lakini zaidi natumia neno kuua kwa sababu kuua ni kuondoa uhai. Kuua ni kuondoa uhai. Kwa hiyo kamata sana hilo, mambo yanayoua moyo wa ibada. Tangu siku ya kwanza nilipoanza somo hili, nilikwambia ya kwamba ibada ni ushirika, ni uhusiano wa kiroho kati ya mwanadamu na Mungu, na ziko njia nyingi za kumkaribia Mungu. Na nikasema kwamba ibada inaambatana na sifa, shukurani, maombi, nyimbo, neno la Mungu, shuhuda. Hayo yote yanahusika katika ibada. Na nilitambulisha pia aina za ibada. Tukasema kuna kulingana na idadi ya watu, kuna ibada ya mtu mmoja au ibada ya binafsi, ibada ya familia na ibada ya jumuiya. Sasa leo, kabla sijaenda kwenye yale mambo, nizungumze tu jambo moja hapa, kwamba kuna aina zingine za ibada kulingana na makusudi, ambazo ziko aina 3 kulingana na makusudi. Kwa mfano, kuna ibada ya sala. Ibada ya sala hii ni ibada ambayo inahusika sana kumwabudu Mungu na kushiriki katika maombi na shukurani. Wakati mwingine na maombezi yanafanyika. Kwa hiyo inaitwa ibada ya sala. Inahusisha shukurani kwa Mungu, maombi, maombezi. Haya yote yapo katika hilo kundi la kwanza. Na kuna maandiko ambayo yanatuambia
katika Yohana sura 15 mstari wa 7, Mathayo 7:7 anasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Na Matendo ya Mitume sura ya 4 23 hadi 30, hiyo inaeleza ibada hiyo ya sala. Ibada nyingine kwa maana ya makusudi inaitwa ibada ya nyimbo. Ibada ya nyimbo au ibada ya sifa na kuabudu. Ibada ya sifa na kuabudu, hii ni ibada ambayo inaambatana na uimbaji mwanzo mwisho. Uimbaji, watu wanaimba nyimbo mbalimbali, mapambio, tenzi za rohoni, nyimbo za sifa, nyimbo za injili. Watu wanaabudu nyimbo za kuabudu za taratibu, nyimbo za shangwe, vigelegele na kila aina ya kelele za shangwe mbele za Mungu. Kwa hiyo hii inaitwa ibada ya sifa. Ibada ya sifa haina mambo mengi ya zile protocol zingine za kidini. Hii tukishaingia tu ni kumsifu Mungu na kuingia kwenye maombi na maombezi, watu wanajazwa Roho Mtakatifu, watu wanaomba, watu wanabubujika. Hii inaitwa ibada ya sifa na kuabudu au ibada ya nyimbo. Hii tunaipata katika Kolosai 3:16 na Zaburi 150. Na pia kwa sehemu inahusiana na shukurani, kama tunavyoona katika Zaburi ya 100 pia inahusiana na shukurani, yani inahusisha pia shukurani. Watu wanapomsifu Mungu, wanamtukuza Mungu kwa nyimbo za kumwinua Mungu, kumwinua Kristo na utukufu wake. Kwa hiyo ni ibada kulingana na makusudi, ni ibada ya pili. Ibada ya tatu au kundi la tatu la ibada kulingana na makusudi ya Mungu au makusudi ya hiyo ibada inaitwa ibada ya maadhimisho. Wakati mwingine inaitwa ibada ya sakramenti, of course, katika neno hilo katika lugha nyingine, lakini nitumie neno la maadhimisho. Maadhimisho hapa inaweza kuwa ni ibada ya ndoa, ni ibada ya maziko, inaweza kuwa ni ibada ya kuweka wakfu kitu fulani kwa ajili ya Mungu, ni vyombo au ni jengo. Lakini ni ibada ya ubarikio, kubariki vitu, kubariki viwanja, kubariki watoto, kubariki ndoa, kubariki vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikabarikiwa kwa mujibu wa taratibu zetu za kiroho. Na mambo kama hayo. Lakini kuna ubatizo pia, kuna meza ya Bwana, ingawa meza ya Bwana inaweza kuwa kwenye ibada nyingine kuu, ile ya kusanyiko na kadhalika. Lakini hizo ni aina tatu za ibada kulingana na makusudi. Kwamba hapa tumekuja, kwa mfano tunaposema ibada ya ubatizo au ibada ya mazishi au ibada ya ndoa, hizi ni maalum, hazina mambo mengi na zile protocol zingine au taratibu zingine za kawaida. Kuna namna yake, kuna mwongozo wake. Kwa hiyo ndugu wapendwa, hizi ni aina za ibada. Sasa nataka niende moja kwa moja kwenye somo letu la leo ambalo linatuambia ya kwamba mambo yanayofanya au yanayoua moyo wa ibada. Mambo yanayoua moyo wa ibada. Mpendwa wangu, yako mambo mengi ambayo yanaua moyo wa ibada katika maisha ya mwamini. Mambo yanayoua ibada ya sifa, yanayoua ibada ya sala, yanayoua ibada ya maadhimisho, yanayoua ibada ya mtu binafsi, yanayoua ibada za familia, yanayoua ibada ya jumuiya. Hizo aina zote karibia 6 katika makundi mawili zinaweza zikafa hizo ibada, zinaweza zikawa dhaifu hizo ibada, zinaweza zikawa ni ibada zisizo na maana kwa sababu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa ambalo tunaliona hapa ni dhambi isiyotubiwa. Dhambi isiyotubiwa. Dhambi isiyotubiwa ni dhambi gani? Ni dhambi ambayo imo ndani ya mtu, imo ndani ya familia au imo ndani ya kanisa kwa maana ya jumuiya. Ni labda miongoni mwa waamini au kwa namna yoyote ile, lakini cha msingi tu ni kwamba kuna dhambi ndani ya hiyo jumuiya, kuna dhambi ndani ya mtu ambayo haijatubiwa. Ndugu mpendwa, dhambi inazuia ibada. Dhambi yoyote ile inazuia moyo wa ibada, inaua moyo wa ibada, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Biblia inasema hivyo katika mambo ya Walawi na katika kitabu cha Petro alirudia jambo hilo, akasema iweni watakatifu kama na Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu, maana yake hana mawaa, maana yake hana dhambi, maana yake yuko mbali na uovu.
anaabudiwa na wenye moyo safi, anaabudiwa na wenye roho iliyopondeka, wenye mikono safi, wenye mawazo safi. Hao ndio wanamwabudu, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Sasa katika muktadha huo, maana yake dhambi inazuia moyo wa ibada. Na unaweza ukaenda kanisani, lakini kama haujatubu, kama haujaitubia hiyo dhambi, ibada yako ni bure, ibada yako haina maana, ibada yako imekufa. Hebu tuangalie andiko moja katika Zaburi ya 66 mstari wa 18. Zaburi 66 mstari wa 18. Ndugu mtazamaji wangu, nataka leo tujifunze kabisa ili tuamke, maana somo letu kuu ni uamsho wa ibada. Tuamke. Mungu anakuhitaji sana. Anawatafuta watu atakao mwabudu katika roho na kweli. Na kwa hiyo watu hao sio wengi, watu hao ni wachache, ni pamoja na wewe. Zaburi ya 66 mstari wa 18. Maandiko yanasema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Unaona? Kwa hiyo huyu mtungi wa hii Zaburi anasema kama angewaza mabaya moyoni, kama angekuwa na maovu, kama angekuwa na maombi yake, Mungu asingesikia. Alipokwenda kwenye ibada, alisikiwa maombi yake. Alipokuwa anamuita Mungu, Mungu aliitika. Ndiyo maana anafikia pointi hiyo. Kinachomsaidia hapa ni kwamba Mungu amemsikia kwa sababu amejitenga mbali na uovu. Amegundua katika maisha yake kwamba uhusiano wake ni muhimu sana, ushirika wake ni muhimu sana na Mungu. Na kwa hiyo mpendwa wangu, watu wengi sana leo hawana moyo wa ibada kwa sababu ya mazoea ya dhambi, kujiingiza ama kuishi maisha ya dhambi, dhambi isiyotubiwa na kurudia dhambi. Kuna zile dhambi za kujirudia, na mwisho wa siku moyo wa mtu unakuwa sugu, usiosikia, usiokuwa na hofu ya Mungu. Mwili huu unapokuwa umeamriwa au unapokuwa unatekeleza matakwa yake, basi hapo ndipo unajikuta kwamba hata nafsi na hata roho vinachafuka, kama Biblia inavyosema kwamba Mungu awatakase roho, nafsi na miili yenu na kuwahifadhi mpaka siku Kristo atakapokuja. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinategemeana. Mwili wangu ndio unamsifu Mungu, lakini nafsi yangu pia na roho yangu. Kwa hiyo ni muhimu na ni lazima kujikagua kila wakati. Hali yako ulionayo sasa hivi ya kiibada imetokana, kama uko vizuri, basi maana yake umejitenga mbali na uovu. Lakini kama ukijipima katika fundisho hili na ukasema, mtumishi, kweli nilikuwa ninaipenda sana ibada, nilifundisha last week nikasema ibada, watu wanachukia ibada za familia, watu wanachukia hata ibada za kanisani. Sasa hivi ukiona mtu anachukia na anaanza kutoa maneno yasiyofaa, maneno ya kashfa, kinyume na matarajio ya Mungu kwenye ibada husika, ujue huyu tayari amekwisha kuanguka, ana dhambi ndani yake. Kwa sababu dhambi inakufanya uwe adui na Mungu. Ukishakuwa adui na Mungu, manake ibada yako haitapendeza mbele za Mungu. Kwa hiyo dhambi inafanya mtu asiwe karibu na Mungu na asipate ushirika wa ibada. Nataka tuangalie hapa andiko jingine pia litakalo tuongoza katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ya 59. Anasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mstari wa 2, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. So unaweza ukaenda kwenye maombi, unaweza ukafunga sana, unaweza ukahudhuria maombi, unaweza ukahudhuria ibada,
ibada za familia, ibada za jumuiya, ibada za vikundi, kwenye fellowship hizo unaweza ukawa unafunga, lakini kama kuna dhambi inayokutafuna, kuna dhambi ambayo inakuzinga, inakuendesha, inakutawala, uwe na uhakika Mungu hautamuona, Mungu hatasikia maombi yako, na hautapata msaada wa Mungu. Mwisho wa siku ndio watu wanakata tamaa. Wanasema nimeomba sana, mbona naenda sana kwenye mikesha, mbona naenda sana, mbona ninabidia kuomba, mbona Mungu anisikii? Unakata tamaa. Tatizo lako sio Mungu kutokusikia tu, tatizo lako ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ni sumu ya ibada. Dhambi ni sumu ya moyo wa ibada. Mwisho wa siku utaenda kanisani kwa mazoea, na inaweza ikatokea kabisa kwamba hata usiende kanisani, kwa sababu tayari moyo ule wa ibada unakuwa umeingiwa na sumu, na unakufa. Dhamiri inakufa. Sasa huwezi hata kushtuka, hata ukitenda ovu lolote huwezi ukashtuka. Mpendwa wangu, tuko katika uamsho wa ibada. Maombi yetu siku ya leo, muda utakapofika nitaruhusu simu, piga simu yako tuombe. Ndugu zangu, unaweza ukaomba mali, unaweza ukaomba kitu kingine chochote, lakini kama umevurugwa kwenye ibada, hata hayo unayoyaomba hautayapata. Kwa hiyo ibada ni kitu cha muhimu sana, na watu wengi wamekuwa na uhusiano ambao si mzuri sana na Mungu kwenye eneo la ibada. Sasa hapa Isaya anawaambia, Mungu anamtuma Isaya aliambie taifa la Yuda, anawaambia watu walikuwa wanalalamika, wanasema mbona Mungu hatuangalii, mbona Mungu asikii, mbona tunaomba sana. Ukisoma sehemu nyingine anasema hata sadaka walitoa. Kwenye mtumishi mmoja anaye ameandika, nabii mwingine, walitoa sadaka kwa huzuni, wanafanya maombi, anasema mnafunikiza madhabahu zangu kwa machozi na nini, lakini ni watu wenye dhambi, kwa hiyo sadaka zenu nimezikataa. Maana yake sadaka hapa ni matoleo ambayo tunakuwa nayo kwenye ibada. Kwa hiyo ni hatari sana. Mungu akikukataa wewe, akaikataa na sadaka yako na ibada yako, sasa wewe utaenda wapi? Kama Kaini ibada yake ilikataliwa na sadaka yake ilikataliwa, kitabu kile cha Mwanzo kinatuambia. Lakini Habili sadaka yake ilikubaliwa na yeye akakubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amejitenga mbali na uovu. Lakini Kaini ndani ya moyo wake uchungu, chuki, hasira, fitina, mawazo ya kuua, anamwonea wivu ndugu yake. Na hata leo katika jamii tunayoishi kuna roho za chuki, kuna roho za fitina, lakini huko kanisani hatusalimiani wapendwa, tunapishana tu hivi, halafu nasema tuko kwenye ibada. Hiyo ibada siyo ibada kwako wewe, siyo ibada, ni ibada batili, maana hauna chochote ambacho umevuna. Raha ya ibada ni kwamba unapokwenda kwenye ibada, Mungu anazungumza na wewe, ule uwepo wa Mungu unakufunika, unasikia kutuliwa mizigo yako, unasikia kufarijika, unasikia kutiwa moyo, unasikia faraja ya ndani. Hata kama ulikuwa na changamoto za kiuchumi, za kifamilia na kadhalika, ile ibada inapoza moyo wako ambao ulikuwa umechemka na kichwa ambacho kilikuwa kimechanganyikiwa. Mungu anakupa pumziko, unatoka pale burudani kabisa, roho yako imesuhuzika kabisa, unamuona Mungu kwa viwango vya ajabu. Sasa hiyo ni mojawapo ya sumu ya moyo wa ibada, dhambi ambayo kwa mtu aliyeokoka dhambi inaanza kidogo kidogo, yani dhambi inaanza kuingia tena kidogo kidogo. Tukipata neema wakati mwingine tutakuja tujifunze masomo ya namna hiyo. Lakini jambo la pili ni kukosa maisha ya maombi. Ukikosa maisha ya maombi, mpendwa wangu, uwe na uhakika kwamba hutakuwa na moyo wa ibada. Maisha ya maombi ni desturi ya kila mwamini, ni utamaduni wa kila mwamini. Naposema utamaduni, maana yake ni jambo ambalo tunatakiwa kulifanya kila inapoitwa leo. Tusisubiri yale maombi ya jumuiya. Nilisema usisubiri sana zile ibada za jumuiya za Jumatano kama leo, za Ijumaa, za Jumapili, au za mikesha, au za vikundi.
yaani maombi binafsi. Katika Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Yesu alikuwa akifundisha kanuni ya kuomba. Anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Na akatoa mfano wa mwanamke mmoja aliyekuwa akifuatilia haki yake kwa kadhi dhalimu, kwa hakimu asiyemcha Mungu. Lakini alimwendea mara kwa mara, na hatimaye hakimu yule akaamua kumpa haki yake. Akasema, kama huyu hakimu amefanya hivi, je, si zaidi kwa Baba yenu? Si zaidi kwa Mungu? Kama anavyotuambia katika Mathayo sura ya 7 pia kuanzia mstari wa 7 na kuendelea. Anasema, kama baba zenu wa dunia walio waovu wanawapa watoto wao vipawa vyema, je, si zaidi kwa Baba yenu aliye mbinguni? Mtoto wa duniani hapa, mimi ni mzazi, mwanangu akiniomba chocolate, siwezi nikampelekea tope. Mwanangu akiniomba ndizi, siwezi nikampelekea kitu tofauti, kitu cha ajabu. Yesu akatumia mifano ile, akasema, ni nani ambaye mwanae akimuomba samaki atampa nyoka? Au akimuomba mkate atampa jiwe? Hawezi kufanya hivyo, haipo. Ni lazima mzazi ataleta kitu angalau kinachofanana, au atamwambia mwanae siku nyingine. Yaani lazima tu amletee hitaji lake jema, hawezi kumletea kitu kibaya. Ndio tafsiri yake. Sasa kama unakosa maombi, kama hauombi mara kwa mara, uwe na uhakika kwamba hautakuwa na ushirika pia na Mungu. Kwa hiyo kukosa moyo au maisha ya maombi pia ni jambo ambalo linasababisha kwamba moyo wa ibada uweze kufa ndani yako. Sababu ya tatu au kitu kingine cha tatu kinachoua moyo wa ibada ni kukosa neno la Mungu. Hii nimefundisha sana hapa kwa vipindi vilivyopita. Mifanano au ishara za neno la Mungu. Neno la Mungu linafananishwa na upanga. Neno la Mungu linafananishwa na moto ulao. Neno la Mungu linafananishwa na nyundo inayovunja mawe vipande vipande. Neno la Mungu linafananishwa na mvua. Nilifundisha. Sasa kama hizo ishara za neno la Mungu ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, je, ukilikosa neno la Mungu, ni nani atakaye kuambia kwamba wewe una mapungufu? Watu wengi leo hawasomi neno, na teknolojia imejaribu kurahisisha mambo, kwamba unaweza ukawa na simu yako, simu janja, na ukaweka ukapakua Biblia ikawa humu, ukawa nasoma hata ukiwa kwenye daladala. Mimi nikiwa kwenye daladala huwa ninasoma Biblia yangu. Nikiwa ninasafiri na kwenda masafa ya mbali mikoani huko, nikishapumzika kidogo, baadaye ninachukua Biblia yangu ninasoma. Na kwa kufanya hivyo, nimeisoma Biblia hii, nimeimaliza takriban mara 4. Tangu mwanzo mpaka Ufunuo, na ninaendelea na safari. Unaona? Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni utamaduni wa kulipenda neno. Kama watu wanaweza kusoma magazeti wakamaliza kurasa 10, watu wanaweza kusoma kitabu cha hadithi. Kwa wale waliopita mashuleni wanajua riwaya, siji tamthilia, vitabu gani. Watu wanasoma novel. Wanasoma novel, anamaliza hata ya page 200. Kuna watu wanasoma vitabu inspiring books, vitabu vya motivation. Watu wanasoma vya waandishi mbalimbali, lakini watu hawako tayari kusoma neno la Mungu. Hii ndio ajabu kubwa sana. Sasa Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na ni mwanga wa njia zetu, na hiyo ni mojawapo pia ya ishara, taa na mwanga. Neno la Mungu, ukizembea kwenye neno la Mungu, uwe na uhakika kwamba maisha yako yatakuwa dhaifu sana sana, kwa sababu neno la Mungu ni kama mvua. Isaya 55 anasema kuanzia mstari wa 10 na kuendelea, hata ukianzia mstari wa 7 na kuendelea mpaka wa 11, utaona njia za Mungu ziko juu sana, mawazo yake yako juu sana. Ni nani anaweza kuyapata? Nani anaweza kujua siri za Mungu? Ni yule ambaye anajikita kusoma neno. Siri za Mungu zipo kwenye neno. Kwa hiyo kama unajua kusoma na kuandika alafu husomi Biblia, ni kosa kubwa. Hiyo elimu Mungu aliyokupa, umekwenda umesoma, ukajua kusoma, hata kama hujafika madarasa ya juu au viwango vya juu sana, lakini kama unajua kusoma, ni sharti usome neno la Mungu. Lakini jambo la pili, sharti usikilize
mafundisho ya neno la Mungu. Sasa hivi watu wengi ni kama wanataka tu maombezi. Yaani hawataki kujifunza neno. Usipojifunza neno, mpendwa wangu, utakuwa na taabu sana. Utakuwa na taabu katika utumishi wako na katika imani yako. Kwa hiyo moyo wa ibada unapokuwa una shauku ya kupata neno, alafu neno halipatikani, ndipo tunajikuta tunalegea na tunakuwa dhaifu katika imani yetu. Katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, Yesu alimjibu yule mjaribu alipokuwa amemwijia, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Yesu akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo chakula hiki cha kawaida kina nafasi katika mwili wako, kina nafasi katika ukuaji wako, katika ustawi wako wa mwili, lakini hakina nafasi katika ustawi wako wa roho. Kwa hiyo mwili unahitaji ustawi wake upatie, lakini kumbuka kulisha roho, na roho inalishwa na neno la Mungu. Hili hapa neno la Mungu lililoandikwa, hili Biblia takatifu. Kwa hiyo kuanzia leo chukua hatua ya kusoma neno la Mungu. Mara nyingi hata hapa ninasisitiza sana juu ya usomaji wa neno la Mungu. Kabisa. Sababu ya 4 au jambo la 4 ni uchovu wa kiroho. Katika lugha ya Kiingereza anasema spiritual burnout. Uchovu wa kiroho. Uchovu wa kiroho unatokea huduma bila kujitunza kiroho, inaleta kuchoka, kubanwa, kutokufurahia ibada. Katika Marko sura ya 6 mstari wa 31, naomba niende kidogo, nitazungumza kama pointi 2 za mwisho, alafu niruhusu simu tuanze kupata huduma ya maombi pamoja. Mpendwa wangu, upige simu yako hapa, tuombe changamoto ulionayo, utume message yako kwenye namba yangu ya mkononi, nitasoma ujumbe wako. Kuna watu ambao wanafanya hivyo na wanapata huduma. Karibu sana, kabla line yetu haijawa busy, nitakapokuruhusu dakika chache zinazokuja. Tunazo shuhuda za watu ambao wameponywa. Kwa hiyo unaweza kutuma pia ushuhuda wako hapa, tukasoma ujumbe wako. Unaweza kupiga simu kumshukuru Mungu. Tunazo shuhuda nyingi sana za watumishi, watu ambao tumefanya nao huduma ya maombi, wananitumia message, wananiambia, wengine wanapiga, tunaongea nao kwenye simu. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo pia hapa. Marko sura ya 6 mstari wa 31. Biblia inatuambia, nikianzia mstari wa 30. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote waliofundisha. Mstari wa 31, akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwa watu wengi wakienda hata haikuwapo nafasi ya kula. Kwa hiyo hapa Yesu anawasaidia mitume, wanafunzi wake, kupata angalau muda wa kupumzika. Kwa hiyo ukiwa na shughuli nyingi sana bila kupumzika, hata moyo wa ibada pia unakufa. Kwa hiyo tunahitaji sana kupata muda wa kupumzika pia, na muda wa kupumzika unatusaidia sisi kuwa na nafasi njema ya kujifunza kutoka kwa Mungu na kutafakari. Mpendwa wangu, karibu sana wakati huu sasa. Nimalizie pointi moja alafu tupate maombi. Pointi moja ni kukosa unyenyekevu. Ukikosa unyenyekevu, mpendwa wangu, ukikosa unyenyekevu, naona kuna jumbe zinaingia hapa. Okay. Ukikosa unyenyekevu, hauwezi kuwa na ibada mbele za Mungu. Unyenyekevu unajengwa na mafundisho halisi ya Yesu Kristo ndani yako. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, majivuno, kujiinua, kujikweza, kujiona wewe ni bora kuliko mtumishi mwingine.
kujiona wewe ni bora kuliko familia nyingine, kujiona wewe ni mzuri, wewe una nguvu, wewe una upako kuliko mtumishi mwingine, kuliko mwingine. Nachotaka nikwambie, hicho ni kiburi. Kwa hiyo ukikosa unyenyekevu, maana yake una kiburi, una majivuno. Na mara nyingi Biblia inasema anguko huwa linakuja, lakini linatanguliwa na kiburi. Watu wengi ambao wameanguka ni wale ambao wamekuwa na kiburi. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha waraka wa Yohana, anasema yaliyoko duniani, waraka wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi wa 17, anazungumza mambo yaliyoko duniani ni matatu. Anasema kwanza ni tamaa ya mwili, pili ni tamaa ya macho, na tatu ni kiburi cha uzima. Kiburi, pride. Kiburi ni kibaya mno, unawadharau wengine. Sasa ukishakuwa na kiburi tu, ulikuwa mhubiri, ulikuwa mwalimu, ulikuwa mchungaji, ulikuwa sijui nani, mwimbaji mzuri, unaongoza vizuri, ukishakuwa na kiburi tu, maana yake wewe unaanza kutengeneza ulimwengu wako bandia. Na Mungu amesema hivi katika neno lake. Nataka tuone andiko letu la mwisho, Yakobo 4:6, alafu tuweze kuingia katika hatua ya maombi. Yakobo 4:6, Biblia inasema hivi ya kwamba, mstari ule wa 6, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao. Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mtu anayejikuza, kuna watu wana sifa za kijinga, naweza nikasema. Anaweza akajikuza, anaweza akajidai, anaweza akajiinua, anaweza akawadharau, akawakanyaga wengine, akawatema mate. Huwezi ukawa na moyo wa ibada, moyo mwema wa ibada. Mpendwa wangu, niko hapa kukwambia tunahitaji uamsho wa ibada katika maisha yetu, moyo wa unyenyekevu. Tuwe watu wa maombi, tusome neno la Mungu, tujitenge mbali na dhambi. Na tukiyafanya hayo, ibada yako itakuwa ibada safi sana mbele za Mungu. Ukiomba Mungu anakusikia, ukiinua mikono yako ukiomba Mungu anakusikia, ukitoa sadaka yako inakubalika, ukipiga magoti, ukimimina moyo wako, ukikaa kutafakari, Mungu anakuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji, sasa naomba nikuruhusu, ni muda mzuri, nina takriban dakika 25 za maombi. Piga simu yako, laini zetu sasa ziko wazi. Simu inayopita hapo zinazoishia na 39, piga nami nitapokea simu yako. Kumbuka, unapopiga simu yako jitahidi kuzima au kupunguza sana sauti ya runinga ili tusikilizane kupitia simu. Karibu sana na Mungu akubariki. Karibu kwa ajili ya simu. Kuna mtu ametuma ujumbe hapa, anasema okay, anasema mambo sawa. Mambo ni mazuri kwa Yesu, tunaendelea vizuri. Karibu sasa, piga simu yako hapa, line zetu ziko wazi. Lakini kuna ujumbe hapa, kuna ushuhuda. Kuna ushuhuda kutoka mbali mkoani. Kuna mtu ametuma ujumbe, anasema, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Nashukuru kwa huduma ya maombi. Mama yangu anaendelea vizuri. Zile damu hazijatoka tena puani. Ubarikiwe. Mwanamke huyu alikuwa na tatizo, mtu mzima. Binti yake alinipigia simu. Akasema mama yake alikuwa na tatizo, anatoka damu wakati wa usiku. Na hilo jambo lilikuwa ni baya sana, na kulikuwa kuna masimulizi mengi juu ya tatizo hilo katika hiyo familia. Lakini tulipomuomba Mungu, nikamwambia binti yule tumwamini Mungu. Kaomba kwa jina la Yesu, mwanamke yule akapata uponyaji. Na leo binti huyu anatuma message hapa, ama ujumbe wa ushuhuda huu. Mungu akubariki sana. Ni zamu yako sasa. Wewe ambaye uko mbali, ni zamu yako. Halo? Ndio, karibu. Naam, karibu. Bwana
Amina. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Eliza Ngusa kutoka Tabora. Eliza kutoka Tabora. Karibu sana Eliza. Eliza, umeokoka? Sawa. Je, unahitaji eneo gani leo niweze kuomba pamoja na wewe? Mimi nahitaji niombe nikue kiroho. Ukue kiroho. Amina. Kwenye eneo gani? Eneo la maombi, eneo la ibada, kusoma neno, eneo gani ambalo unataka ukue, au kwa ujumla tu unataka ukue kiroho? Sawa. Basi mkono wako mmoja wa kuume weka kifuani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mwanamke huyu. Unamjua vizuri. Amesikia hitaji lake limeguswa. Mahali pa tatizo lake pameguswa. Anahitaji ukuaji wa kiroho. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kinyume na kila mamlaka zote zilizomzuia kukua kiroho. Imani kwenye maombi, kwenye ibada, kwenye matoleo, kwenye neno, kwenye ushirika na mambo yote yanayohusiana na wokovu wake, yote ambayo yamezuiliwa na adui shetani na kumfanya kuwa duni, leo ninayakemea. Toka mara moja adui shetani. Achia hiyo nafsi. Achia hiyo nafsi. Mlimfanya mtumwa na kumnyima nafasi ya kukua kiroho. Leo ninawaapisha. Toka nguvu zote za giza, pepo wachafu, roho zote chafu, toka na msirudi tena. Ninakufungua katika jina la Yesu Kristo. Nakutamkia uponyaji kuanzia leo. Nakutamkia uponyaji. Ufunguliwe vile vikwazo vyote vilivyokuwa vinakuzuia kukua kiroho. Toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuanzia leo pokea huo uamsho wa ibada. Pokea uamsho wa maombi. Pokea kufunguliwa kwako na kuinuliwa. Ukakue kiroho na ukawainue wengine katika jina la Yesu. Amen. Amen. Halo. Mungu akubariki sana. Amina. Amen. Halo. Basi karibu sana, piga simu yako. Samahani, kuna simu hapa imekatwa, lakini piga tu. Wewe uliyepiga kwenye line yetu nyingine, piga tu sasa hivi nitakupokea. Nilikuwa ninatoa ushuhuda wa huyu mwanamke. Halo. Kwenye line, halo. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nzuri. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Farida, napiga simu kutoka Singida Itigi. Farida kutoka Itigi Singida. Karibu Farida, umemwamini Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako? Ndio, nimeshampokea Mungu. Vizuri sana. Karibu. Ungependa sasa tuombe katika eneo gani? Mimi na mwanangu, kijana wangu ana shida. Anaitwa Ali Vincent Waziri. Ana shida. Jumapili alianguka, yuko dao. Kwa hiyo alienda kanifanya akawa ameanguka. Sasa toka hapo alipofanyia huduma ya maombi. Akikaa anaweka naye anakaa mke mdogo, anasema anatamani kumnyonga mtu, yani anatamani kuwaua sana. Naomba muombe katika ile eneo, roho imuondoke. Ana umri gani kijana wako? Ana 18. Okay. Mwaka jana. Alimaliza form 4. Kwa hiyo yuko kwa mamake mdogo. Yuko kwa mamake mdogo, kwa dada anafanya kazi kwenye hoteli moja ya China Muhimbili. Sawa, sasa utachukua namba yangu. Alafu tuwasiliane, au unipe namba ya huyo mama mdogo, ili kwa sababu mimi niko Dar es Salaam, tunaweza tukawasiliana, alafu tukaona namna ya kumsaidia huyo kijana. Sawa. Lakini kwa sasa nitaomba pia kwa ajili yake huyo kijana. Umesema jina la mwisho ni Waziri, si ndio? Amina. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wakati huu mzuri, kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Yuko kijana Waziri ambaye kuna roho chafu zilizoingia ndani yake, zinazomletea hali mbaya ya mifadhaiko na kuwa katika hali mbaya ya kutaka kuvuruga
amani ya watu wengine. Ninapisha pepo wote wabaya ndani yake, wamwachie, na kila mamlaka, kila pando lililopandwa ndani yake, iwe ni mchana, iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, kwa namna yoyote ilivyopandwa, roho za kuzimu, roho za mababu na mabibi zinazotafuta namna ya kujirithisha ndani ya wajukuu, ninaziapisha zimwachie huyo kijana katika jina la Yesu. Namfungua kijana huyo waziri mahali popote aliko Dar es Salaam kwa jina la Yesu. Roho chafu toka, toka, toka! Roho za mauti, roho za mauti, achia! Roho za uharibifu, achia! Na kuanzia sasa ninakutamkia uzima, kijana waziri, uwe mzima. Amen. Halo? Amina. Kwa hiyo utachukua namba yangu mwishoni, alafu au inapita pale kwenye runinga inaishia na 76. Utanitafuta baadaye, alafu niweze kuendelea kumwombea kijana. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Amina. Kwenye line, halo. Halo, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu. Amina, hongera kwa huduma. Asante. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Oliva Parik. Oliver. Ndio. Unapiga simu kutoka wapi Oliver? Napiga simu kutoka Mbeya. Mbeya. Oliver, umeokoka? Ndio. Karibu. Shida yako ni nini Oliver? Naomba muombee dada yangu apate
Unasema ulipoamka ulikuta umenyolewa nywele, sijui ni nywele za kwenye kichwa au ni nywele za sehemu nyingine. Lakini unasema unaumwa tumbo, unasumbuliwa na tumbo. Happiness, popote ulipo unanitazama, shika kwenye tumbo lako. Shika kwenye tumbo lako. Baba, katika jina la Yesu, ninatamka kwa mamlaka ulionipa, maumivu yaliyoko kwenye tumbo la Happiness, wewe unamjua Bwana, na kisa kibaya kilichotokea katika maisha yake cha kunyolewa nywele. Shetani, ninakuamuru nguvu zako na mapando uliopanda ndani, ninakuamuru toka na usirudie kumtesa mwanamke huyu katika jina la Yesu. Na vunja nira zote, maumivu ya tumbo toka kuanzia sasa. Ninanyamazisha sauti za shetani, maradhi yote toka na usirudi tena. Na alama za kichawi zilizochorwa kwenye mwili wako, na hizo nywele ambazo zilinyolewa wakaenda kufanyia mambo yao, usiku wa leo ninawaapisha, ninapiga, ninavunja kazi zao. Mikataba na maagano walioyaweka kwenye hizo nywele, ninavunjilia mbali na kuteketeza katika jina la Yesu Kristo. Happiness, umefunguliwa, uwe mzima kuanzia sasa. Amen. Kuna ujumbe mwingine. Naitwa Ruth Mbugi, nipo Ileje, Songwe. Mtumishi, naomba maombi, ndoa yangu inanisumbua. Anasema mume wake ametoka nje ya Pole sana Ruth kwa mkasa huo, na Mungu ni mwaminifu, anaweza akutenda jambo jipya tena usiku wa leo. Kama unanitazama basi amini hivyo, nami nitaomba hapa. Mwenyezi Mungu mtakatifu, Baba milele, angalia mwanamke huyu Ruth kutoka kule Ileje, anayo changamoto yake. Unajua ndoa yake, unajua familia yake, namna walivyokuwa wakiishi, lakini sasa mwenzake si mwaminifu. Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya hiyo familia. Naomba ukamhurumie mwanaume huyu, ukamsamehe juu ya kupotoka kwake, ukamrejeshe, ukaweke hofu yako ndani yake, ili ya kwamba apate kujuta juu ya maamuzi yake ya kutoka katika uaminifu wa ndoa yao. Namwombea Ruth moyo wa huruma, moyo wa msamaha, na moyo wa kuachilia maumivu aliyosababishiwa na tendo hili. Bwana, ninaomba ukamsaidie na kumsamehe katika jina la Yesu. Ninavunja roho zote chafu, tamaa za mwili ndani ya mwanaume huyo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninamrejesha kwa mke wake, ninaweka fitina kati yake yeye na hao wanawake wa nje, wasipate kumpenda tena, bali wamchukie na yeye arudi kwa mke wake, maana liko agano la ndoa yao. Bwana Yesu, ukatengeneze upya maisha yao katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Ndugu mtazamaji, karibu sasa, tunazo dakika chache. Piga simu, na kama unaweza ukatuma ujumbe wako, utasoma ujumbe na nitakuombea. Karibu sana, karibu sana. Tunazo dakika chache, piga simu yako ili tuweze kuendelea na huduma hii ya maombi. Ngoja ni haya. Kuna wengine walipiga simu hatukuweza kupata nafasi. Ndugu mtazamaji wangu, maisha yako yanamhitaji sana Mungu kuliko chochote. Nami wakati huu sasa naomba nitumie muda huu nisome tena ujumbe mwingine hapa, alafu nifanye maombi. Ujumbe anasema, mimi naitwa Frank Jumanne, natoka Tabora, naomba uniombee nipate hela. Sawa Frank, Mungu anaweza kukupa pesa. Mungu anaweza kukupa pesa. Mungu anaweza kukupa pesa sasa hivi.
katika maisha yako na ukatimiza malengo yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa uaminifu wako. Yuko ndugu Frank kutoka kule Tabora, anahitaji pesa, anahitaji hela kwa ajili ya maisha yake. Wewe ni Mungu ambaye unamiliki kila kitu. Madini yote ni ya kwako. Fedha, dhahabu, almasi, tanzanite, ruby, yote ni ya kwako. Ardhi yote ni ya kwako. Kila kitu ni cha kwako. Ninakusihi Mungu wangu, ukampe ndugu huyu fedha kwa ajili ya maisha yake, ili asihangaike, ili asitaabike, ili asifikiri vibaya na kuchukua hatua nyingine ambazo si za kimaadili. Bwana Yesu, ukambarikie mtu huyu ikiwa anafanya shughuli zake zilizo halali, ukambarikie, kampe fedha nyingi, na milango yote ambayo adui alikuwa ameifunga mbele yake ninaifungua usiku wa leo katika jina la Yesu, amen. Halo. Kwenye line, halo. Naam. Amina, habari yako? Nzuri, habari za uzima? Ni nzuri. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Happiness kutoka Kagera. Happiness kutoka Kagera. Ndio. Karibu Happiness. Happiness, umeokoka? Ndio, nimeokoka mtumishi. Mungu akubariki. Karibu sasa kwa mahitaji yako ili tuweze kuomba. Ndio, yani mimi kwa kweli nilikuwa na changamoto, nililala usiku nikakuta nywele zimenyolewa. Ninasumbuliwa na tumbo, nimepima hospitali wakaniambia ni asthma, lakini nikiingia kwenye maombi napona. Kuna angalau kidogo najisikia vizuri, lakini nilihitaji maombezi. Okay, ni wewe, message yako nimeisoma na nimekuombea. Nadhani tulikuwa kidogo na changamoto fulani, lakini nimekuombea na nitaendelea kuombea kwa sababu message yako ninayo hapa. Niombee na biashara yangu imefungwa kabisa, yani mwanzoni nilipata wateja lakini sasa hivi hapana. Okay, sawa, nitakuombea Happiness. Mungu akubariki. Nitakuombea na hilo pia nimeshakuombea pale mwanzoni. Kwa hiyo nitakuombea kwa sababu namba yako ninayo na ujumbe wako ninao. Mungu akubariki. Amina. Asante sana. Halo kwenye line. Hello. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Paulo. Halo? Naitwa Paulo. Unaitwa Paulo kutoka wapi? Kutoka Tanga. Kutoka Tanga. Karibu sana Paulo. Unaomba maombi. Una changamoto gani Paulo? Okay, basi naomba uweke mkono wako kifuani alafu nikuombee Paulo. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa uaminifu wako. Unamjua Paulo kula aliko Tanga, anazo changamoto nyingi katika maisha yake. Ni wewe tu utakayeweza kuzitua hizo changamoto, utakayeweza kumpa maisha bora. Katika jina la Yesu, ninakemea kila mamlaka iliyomshikilia, nguvu za giza, kila mitego, kila laana, kila nguvu zinazotesa maisha yake. Toka! Kuanzia leo nafukuza mikosi yote, nafukuza mabalaa yote, nafukuza mitego yote ya shetani na ikatakata kamba za mauti zote, nguvu za katisha tamaa, roho za chuma ulete. Toka! Kuanzia sasa ninakutamkia kufunguliwa kwako, na Mungu wa amani akupe uzima na akupe heri, akupe baraka katika maisha yako, nawe ukawe baraka katika jina la Yesu, amen. Barikiwa sana Paul. Amen. Ndugu mtazamaji, muda wetu sio rafiki sana, tunazo dakika chache tu zilizobaki. Hapa kuna jumbe mbili. Naomba nisome hizi jumbe. Anasema nahitaji, huyu anaitwa tayari Abeli, nimeshakuombea, nimeshasoma. Mwingine anasema, mtumishi, naomba uniombee ndoa yangu pamoja na familia, tunateswa na uchumi. Baideo Mlami kutoka mkoa wa Njombe, na pamoja na magonjwa pia yanawatesa. Okay, ngoja nipokee simu hapa. Halo kwenye laini. Halo mpendwa wangu. Halo. Naam, karibu. Sawa.
Asante, naongea na Jose Mazo kutoka mkoa wa Songwe. Jose kutoka Songwe, karibu sana. Ndio, asante, mimi nasumbuliwa na ndoa yangu mchungaji, naomba uniombee. Okay, ndoa. Ndio. Sawa, basi nitaomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wakati mzuri. Tazama ndugu huyu kutoka Songwe, Jose, anayo changamoto katika ndoa yake. Unaijua ndoa yake vizuri Bwana. Mapito wanayopitia, magumu yote, raha zote walizopitia, lakini sasa ziko changamoto ambazo sasa anakuhitaji wewe tu, Mungu uliyemuumba Jose. Asante kwa kuwa unatenda mambo ya ajabu. Unabadilisha uteka wa mtu. Unaondoa mateso na shida za kila namna. Namtamkia uzima kwenye ndoa yake. Ndoa ikawe salama, kukawe na maelewano katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa amani, utawale ndoa hiyo Bwana Yesu. Ukalete uamsho na urejesho wa upendo, masikilizano, utii na mambo yote ya nidhamu katika ndoa hiyo. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu mtazamaji wangu, basi ninapenda ni kuage kwa ujumbe huu mmoja. Huyu ni ndugu kutoka pale Njombe. Naomba nipokee simu moja ya mwisho. Halo. Ndio, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Ruthi, natokea Ruvuma. Ruthi kutoka Ruvuma, karibu. Mtumishi, naomba uniombee nipate watoto. Upate watoto? Ndio. Bila shaka message yako nimeiona hapa Ruthi. Au sio wewe uliyetuma message? Ndio. Okay, wewe uko kwenye ndoa? Ndio. Una mwaka wangapi kwenye ndoa yako? Mwaka wa 3. Mwaka wa 3, na hujawahi kupata hata ujauzito wowote? Toka nimeolewa sijapata ujauzito. Sawa, Mungu ni mwema sana Ruth, na utafunguliwa tu. Kwa hiyo kwa sababu message yako ninayo hapa, nitakuombea hata kwa wakati nje ya studio, maana muda wa studio umekwisha. Nitakuombea binti. Sawa. Barikiwe sana. Ndugu mtazamaji wangu, muda wetu umetuishia. Ninaomba nimshukuru Mungu ili niweze kupisha vipindi vingine viendelee. Unaweza ukatuma ujumbe wako kwa kupitia namba ambayo nahitaji hapa, 0749782076 0749782076. Hiyo namba yangu ya mkononi. Unaweza ukanitumia message, ukanipigia kwa muda ambao tunaweza tukaongea vizuri, tukashauriana, nikakusikiliza na tukawa na muda mwingi wa maombi. Mungu akubariki sana. Naitwa mtumishi Magoma. Nikutakie usiku mwema na wakati huu nikubariki. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume. Asante kwa ajili ya watu wako wa Tanzania na nje ya Tanzania ambao wanafuatilia kipindi hiki. Bwana, ninaomba mguso wako, ninaomba uamsho wa ibada, ninaomba nguvu zako ziingie ndani ya mtu mmoja katika jina la Yesu. Ninakemea nguvu za magonjwa, uharibifu wa familia, uharibifu wa mimba, nguvu za mapepo zinazoharibu uchumi wa watu, zinazovunja makanisa, zinazovunja moyo wa ibada. Hizo roho za shetani, toka! Maradhi ya tumbo, maradhi ya kichwa, maradhi ya miguu, maradhi ya moyo, toka! Katika jina la Yesu Kristo ninakuamuru uondoke, pepo mchafu. Asante Bwana Yesu kwa uponyaji wako. Asante kwa amani yako. Asante kwa baraka zako. Bariki Habari Maalum TV. Ipe nguvu Bwana, ikawe chombo kikubwa katika nchi na nje ya nchi, na watumishi wake wote wabariki. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana, nakutakia usiku mwema. Nimeokolewa kwa neema, ninaishi kwa imani. Asante sana, tuonane wakati mwingine. Amen.